ukamate bahasha. Hata kama unakufa, ukiwa ndani yake unaishi. Ambia jirani yako, ilikuwa examen. Ilikuwa examen kubwa yenye Maria na Martha walipitishwa ndani yake. Wasema Yesu, tafadhali sana tuheshimie marehemu. Tafadhali. Yesu anasema heshima ni kumtosha mahali alipo na kumleta mahali ulipo. Yesu akasimama. Ninajiuliza kitu gani kilimsukuma Yesu asimame na aweze kukamata hii riski juu ya maisha ya Lazaro. Nitatosha vitu viwili kwa siku ya leo. Kitu ya kwanza iliyoacha Yesu aogope harufu ya maiti ya Lazaro ni kwa sababu wakati Lazaro alikuwa hai, alikuwa kila mara anajifunza kumkumbatia Yesu. Alikuwa karibu na Yesu, alimuonesha upendo, na Yesu anasema atakaye niheshimu nitamheshimisha. Haleluya. Amen. Biblia inasema atakaye nitii nitamtii. Atakaye nitumikia baba yangu atamheshimu. Haleluya. Ambia jirani, unaoyafanyia Mungu hayapotei. Pastor wako unaweza niuzia kuku, siku mimi na hama mimi nakusahau. Lakini kuku yenye uliuzia mbinguni haiwezi kuisahau. Unaweza ukatunza watoto, katoto kadogo unakazaa, unakalea, unapoteza pesa juu yake. Kakifika 17, 18, 20, useme unakaonya, kase wacha kunisumbua. Wakati yenu ishapita. Kama mimi ndio nilikusalaka, utanisikia. Nani ndio alikutumaka uni? Vijana mlio hapa na waonya. Waonya vijana. Ikiwa mzazi amekulinda, umekuwa mtu mzima, hakuombe vitu vyenye anakuomba heshima. Anakuomba uheshimu na utii. Hiyo tu. Tangu nimekuwa mzazi nimegundua kitu kimoja, ya kwamba tunazaa watoto tukiwa na malengo. Unazaa mtoto ukiwa na malengo juu ya ule mtoto. Vijana wenzangu mlio hapa, ukiwa umefikia kimo, pima kumuuliza mzazi, ulipochukua mimba yangu ulikuwa na malengo gani? Usikie majibu. Alafu kuna wazazi wengine wanazala pasipo malengo. Lakini wazazi wanaojiheshimu wanazaa na makusudi. Hii inaweza ikakusaidia kuweza kujua kama nimekuja kwa hii dunia, Mungu ana malengo juu yangu. Na mzazi sikupewa hiyo neema. Lakini ninapoangalia mapicha za watu walizotengeneza, ninaona Yesu akiwa mbele. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa nyuma, hawakuamini ya kwamba inaweza ikafanyika. Yesu ana besoin ya imani ya majirani yako ili atembelee maisha yako. Yesu ana besoin ya imani ya mchungaji wako ili akuponye magonjwa asubuhi ya leo. Yesu iko na besoin ya ile mahusiano mazuri. Haleluya. Yesu iko na besoin ya yale unayoachilia kwa moyo tayari, ili siku moja akiyakumbuka, hata kama jirani haamini, muujiza utokee kwako. Yesu akasimama.
Ile machozi ya Yesu sina lao bezwele. Yesu akashimama. Wengine wote nyuma, wa Maria, wa Martha. Unajua kuna watu wanawaonesha upendo mkiwa hai. Unapoondoka upendo inamalizika. Unajua watu wanalia hivi. Wanalia hivi. Mtu akikufa, jana nilikuwa naomboleza magharibi, kuna watu walikufa katika kanisa letu na tunatafuta enda kuwazika. Watu wanalia, mama unatuachia uchungu, mama kwa nini hivi, umekufa. Mwache machozi bandia. Mama, baba yetu tutaishi namna gani? Wewe mwenye ulikuwa usijiage babako na unalia. Baba unatuachia nani? Hiyo Mungu si yetu. Na wewe mama mwenye ulikuwa hausijiage bwana, hautii bwana yako, na unalia. Hiyo nimebakia wa nani? Hiyo Mungu Hao Martha na hao Maria mbele ya kufa ya ni siku Yesu atakusogelea. Siku watu watakukataa, ni siku Yesu atakukubali. Siku zote watu wanamkubali, Yesu ananyamaza, anachunga wote wakuachilie. Misaada wa karibu wote wanakuachilia, alafu akafanya muujiza ili ujue ni yeye ameifanya. Akashinda. Nafurahia namna gani Yesu anatufundisha maombi mbili. Anatufundisha maombi ya kwanza ni maombi ya unyenyekevu. Anasema nakushukuru Baba, kwani ulinisikia. Ingekuwa mimi ndio wewe, na wewe ndio Maria, na Maria ndio mimi, Yesu ningelikupika ile wakati. Anasema nakushukuru Baba kwa sababu ulifanya nini? Unakushukuru kisha nikusikia. Wanakusikiliza mzuri. Mungu atichi. Nakushukuru kwa sababu unanisikia siku zote. Maana yake na leo utanisikia. Hii ni sauti ya maombi ya unyenyekevu. Kisha wanasema anamaliza hii akasema kwa sauti kubwa. Kanisa, tuache kuuana kwa bure. Kuna wanaoomba kwa sauti, wanasema wenye hawaombe kwa sauti hawajui kuomba. Mwache kupigania ushenzi wa kiroho. Na kuna wale wanaoomba polepole, wanasema kwa uzuri na utaratibu. Wanasaidia kuomba kwa sauti, hajui nini unafanya. Mwache kugombania ushamba wa kiroho. Haleluya. Wakuomba polepole, omba polepole. Haina shida. Na wakuomba na sauti, Mungu ache alalamike, naye hana problem. Kuna mahali Yesu ameomba polepole na kuna mahali Yesu amelalamika. Soma Waebrania 5:7 inasema alimulilia Bwana kwa sauti kubwa na machozi na makamasi. Yesu. Na kuna wengine mahali anafika anasema kwa sauti ya upole. Sauti ya upole na sauti kubwa zote zimbili hazina maana. Kilicho na maana ni mahusiano yako na Mungu. Kuna watu wanaleta mahubiri amekuja uone kanisa la kwenda omba polepole. Kanisa ni lako. Mnaleta mahubiri amekuja waambie watu wakwenda omba sana, wapige na makofi na ukuta. Muachane na ushenzi na ushamba wa kiroho. Utafute Bwana kadiri Roho wa Mungu amekufunulia. Hata mimi mwenyewe kuna wakati ninaomba
hauwezi sikia. Kuna wakati mwingine mimi naweza omba, mimi nakumbana na hewa inalepanda na etada yenye niko ndani yake. Yesu akapaza sauti akasema, Lazaro. Najiuliza, anamuita mtu amekufa, ameosa. Unajua muujiza wa kwanza wa Lazaro, Lazaro alikufa, lakini masikio ya Lazaro hayakufaka. Amekufa Lazaro, lakini masikio ya Lazaro iko na uwezo ya kusikia sauti ya Bwana, kwa sababu ilikuwa na wakati mrefu ya kusikia sauti ya Bwana. Martha alilia, Lazaro hakusikia. Maria alilia, Lazaro hakusikia. Majirani walilia, Lazaro hakusikia. Yesu aliposema Lazaro akasikia, akatoka ndani ya kaburi, akawa hai. Shida tulionao waamini, tunasikia sana sauti za watu, kusikiliza watu, ya kusikiliza maseri, ya kusikiliza maneno ya uongo, ya maduda, na hauna wakati ya kusikia Bwana. Ndiyo maana na muujiza wa Yohane sura yake ya 5:24 hadi 29 itakuratiaka. Andiko yanasema siku inakuja mahali mwana wa Mungu atapaza sauti, na wote watakaoisikia watakuwa hai. Uko najidistraire mwa dunia, unajidistraire mu commerce, unajidistraire mu vitu visivyokuwa na maana. Kumbuka Sulemani alisema yote ni ubatili. Unajidistraire, hauna wakati ya kuja kunako semina. Unazania utasikia sauti. Mtafute pesa, mtafute utajiri, mtafute heshima, lakini zaidi ya yote mtafute kujua sauti ya Bwana. Haleluya. Lazaro sauti. Biblia inasema Lazaro akatoka nje. Sababu najua hapo mbele watu wameviringisha juu, na Lazaro akatoka. Mpaka sasa Lazaro alitoka kama hai. Biblia inasema miguu ilikuwa inafungiwa na mikono inafungiwa. Yeye Lazaro alitoka kama hai. Hakuna msura na Mungu kitambaa. Alijua kwa mlango hai. Ambia jirani yako, Mungu ni wa miujiza. Mungu ni wa kushangaza. Bwana Yesu asifiwe. Walijua Lazaro wamefungwa. Wakati Yesu alisema toka nje, walijua hatatoka. Alisema tushamukana, tushamufunga pia. Unajua kuna adui anaweza akashimama akasania amekumetrize, anasania amemaliza kazi juu ya maisha yako, akumbe anaita neema ya mbingu iweze kukuinua tena zaidi. Usiwaogope maadui siku zote, sababu maadui ni mlango wa neema ya mbinguni. Bwana hawezi kukushindania vita kama hauyakuwa na vita. Bwana hawezi kukushindania kama hakuna Goliath ambaye amesimama. Bwana hawezi kukutetea kama hakuna mtu aliyemsingizia. Ndiyo maana wa Kristo, nyie wenye mnajua kuongea, mniongee zaidi. Mnaponiongea, mnaruhusu mbinguni iseme kwa ajili yako. Siku zote watu wanakuachilia, hauna mtu anayekusema, mbinguni na nyamaza. Inachunga mtu mmoja asimame na aseme kale hakatawezaka, kisha Maria inasema utaweza kwa jina la Yesu. Na adui anapoona unaendelea, anajiuliza ana nini? Biblia inasema Lazaro akatoka nje. Nilitafakari vizuri, nikaangalia Biblia, nikajiuliza mambo yalitendeka namna gani. Nikapata jibu. Lazaro hakutembea, sababu alikuwa amefungwa sana, hangeweza kutembea. Lakini Lazaro aliruka.
lakini unaweza ukaruka. Maana yake kusema nini? Kuna nyakati zingine Bwana anaweza kukuacha kwa uchelewi na akaacha wengine watangulie mbele. Si kwamba amekusahau, si kwamba amekuacha. Anachunga waende wawe na maneno ya kusema juu yako, lakini wakifika mahali wanapoelekea watakukuta umefika. Watashangaa, watajiuliza imeacha namna gani, alipita njia gani, mbona njia ni moja. Walisahau ya kwamba wana njia ya kuonekana, wewe una njia isiyoonekana. Bwana akuchukua asubuhi ya leo na akubebe kwenye njia yake ya ushindi. Hata kama watu wamekutangulia, wabariki, sema mwende salama, tukutane ukingoni kwa jina la Yesu. Kuna watu waliokutangulia katika huduma, lakini si haimaanishi watakuwa na sifa moja na wewe. Haleluya! Kuna watu waliokutangulia katika biashara, umeanza na $100, wanasema hii kazi juu yake inaomba $50. Waambie uko na family umenitangulia, tukutane. Tukutane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro akatoka nje. Jambo ambalo nafurahia, Yesu akawaambia wale waliomfunga sana, akasema mfungue Lazaro. Soni kabisa. Sijui walienda namna gani, kama walienda wiko wanamomba, kama walienda haraka, sijui ilipitikana namna gani. Biblia inasema wakamfungua sana. Najua walikuwa katika admiration kubwa. Leo uigisi ulivyo, lakini kesho yako ni mikononi mwa Bwana. Leo unaweza kuwa, kama nilisema, leo unaweza kuwa na pesa, unanizidia pesa, lakini mimi nakuzidia upako. Walimzidia Lazaro maisha tu ya siku fulani, lakini Lazaro akifufuka alitakaswa katika dunia mzima. Wale waliobaki hai hata majina yao hatuyajui, lakini Lazaro tunamshuhudia leo. Hivyo sifa za Lazaro zimetakaswa. Bwana atakaze sifa zako kwa jina la Yesu. Hivyo Lazaro amepata heshima, na yeye ambaye hakumjua Lazaro akauliza nani aliyefufuka. Hivyo Bwana akupe neema ya watu walio mbali na karibu kuniuliza jina lako. Amen. Unajua jana niliwaambia, kuna mtu aliniambia utasimika sawa todo. Mtu aliponiambia hivi, umepita miaka 2, nikamwambia mimi ni nuru ya uzima. Mimi ni nuru ya taifa. Mimi ni nuru ya dunia. Mimi ni chumvi ya dunia. Siku zote unapika mboka, hata huko una kiburi utatafuta chumvi. Siku zote unatembea usiku, hata uogopapo utakuwa na bezo ya toshi, tuikupe mwangaza ili uweze kuona mahali utakanyaka. Ambia jirani yako, wewe ni nuru kwa jina la Yesu. Mwambie wewe ni nuru kwa jina la Yesu. Mwambie tena wewe ni nuru. Haleluya. Yote mlio na Yesu mahali hapa, muko nuru ya dunia hii. Haijalishi hauna pesa, haijalishi hauna gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shimama niseme jambo la mwisho. Akaona maelfu ya watu wenye hawakuya kumuona, sina alikuwa kamgonjwa na washafika hapa.
wengine wakamsikia haya. Mselazara nikitaka sana magonjwa. Tukasema tuko mpole. Ni sijui tumetoa gisi tushakuwa kilio yake. Mungu alijua. Akasema Lazaro nikamponya. Ni watu karibia 3 watashuhudia tu. Lakini nikamfufua. Mabilioni ya watu watashuhudia. Kuna jibu Mungu hajakupatia. Ni kwa sababu akikupatia nayo hakuna watu ambao watajua. Umesikia diabetes kaseri miaka, hajakuponesha. Amechunga watu wengi waanje jua kisu magonjwa. Ili siku atakupatia afya, wote wastaajabu kwa jina la Yesu. Ninaamini asubuhi ya leo Bwana anaweza akachukua kile ambacho kimefanya miaka maishani mwako. Haijalishi kina jina gani. Inawezekana Yesu akakichukua asubuhi ya leo. Haijalishi kimeleta aibu maishani mwako. Bwana anaweza akakikausha asubuhi ya leo na ukatoka na sifa mahali hapa. Amina. Nimeona mtu mmoja kiwete akitembea. Baada ya ibada kama na hii, Mungu akasema tunacheka. Alafu akasema kila mtu ataleta alicho nacho. Kama hauna pesa unakufa macho, leta motivu. Kama hauna pesa uko maskini, uko na beki, leta beki yako. Ilikuwa inakaa pasipo kuombewa. Mtu mmoja maskini akakuja na beki zake. Akafika kwenye madhabahu na beki yake. Akaishusha kwenye madhabahu. Na alipoishusha nilipojelea kumuona akianguka. Jambo la mshangao, nikamuona anashimama. Mguu ya kuninganinga nikashimama. Nikamuona anakata hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kanisa likaanza shuhudia. Nikajiuliza ni nini natokea? Nikaangalia mzuri, kiwete anatembea. Kuna zingine miujiza zinatokana na kutupa kofi. Mikono miwili juu tuweze kuomba Bwana. Kwa neema ya asubuhi ya leo, kwa neno la uzima, ninakushukuru Yesu, kwani umenitendea mema. Gishi nilivyo leo ni makusudi yako, na hii inanisukuma kuamini kwamba pia kesho ni mikononi mwako. Nimejua ya kwamba unanisikia hata unapokuwa kama unanyamaza. Unanisikia, unanisikia, unanisikia. Ndio maana Yesu, angalia ndani ya roho yako, angalia shida niliyo nayo, angalia uhitaji nilio nao, na unifanyie muujiza. Kati ya kufa, hata kama nimeachwa, sijakufa, sijakufa. Hata kama nimekataliwa, sijakufa. Ninaamini Yesu. Leo una uwezo ya kufufua vilivyokufa ndani ya maisha yako, ndani ya kazi yako, ndani ya shamba
inayonitoa machozi. Sema Baba, unikumbuke asubuhi ya leo niweze kushuhudia na jina lako litukuzwe Baba. Sina haja ya muujiza kwa ajili yangu pekee, lakini kwa utukufu wa jina la Yesu. Mikono miwili juu. Sema kwa jina la Yesu. Leo ninatoka hapa na mabadiliko makubwa katika afya yangu, katika jamaa yangu, na mabadiliko makubwa. Bwana, tendea kanisa lako neema asubuhi ya leo, watendee neema. Kama kuna mtu mahali hapa Baba, wewe unayekuwa na macho ya kutazama, ambaye amepongwa, ameonelewa na ulimwengu wa giza, ninaachilia neema ya ufungulifu kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu shetani au adui za roho au wachawi wa dunia hii wamefanya tendo juu yake ili asiweze kuendelea, ili asiweze kufaulu, ili asiweze kufunguliwa, ili asiweze kufanikishwa, na simama kama kuhani, ninaangusha kazi za giza, ninapomoa madhabahu ya shetani, ninapomoa maneno waliyosema. Ninasema kuanzia sasa ataendelea, kuanzia sasa atafaulu, kuanzia sasa atashuhudia wema wako. Kwa damu ya Yesu, kanisa lako lilindwe Bwana. Shetani hata kama na nguruma sawa simba, hata wagusa walio wako. Imeandikwa kusema hata milango ya Edesi haitalishinda kanisa, haitafanya chochote. Wapendwa walio hapa Bwana, wamekuamini, walio nyumbani wanaokusikia wamekuamini Baba. Uaminifu wako sasa ufanye kazi juu ya maisha yao. Walio matasa wasae, walio matasa wafunguliwe, walio matasa waone tena neema, washuhudie wema wako Yesu. Ambao wamefanya biashara haiendelee, neema ya biashara na yachilia juu ya maisha yao. Nauteshesi Baba wa mbinguni, tukuza jina la Yesu. Tumepewa jina la Yesu tupate kuokolewa nalo. Walio mahali hapa Bwana wamekuja kwa ushuhuda, wamekuja na shida zao, gusa kwa jina la Yesu. Poteza maumivu ndani ya miili zao. Ninaamini nguvu za Roho Mtakatifu ni mahali hapa. Gusa Bwana na uponye wagonjwa walio hapa, waende na washuhudie wema wako Bwana. Achilia ushuhuda na sifa zako Yesu. Baba Mungu wangu, achilia nguvu na ishara zitembee kwenye mkutano huu, na wakuwe washuhuda wa neema ya asubuhi ya leo. Baba Mungu wangu, tukuza jina la Yesu. Neema yako inatosha Baba. Neema yako inaenea katika maisha wote. Neema yako Bwana inashangaza mataifa yote. Neema yako Bwana inawaokota waliotupiliwa. Baba, shuhudia. Baba, fanya ukamilifu wako. Onesha uaminifu wako. Onesha kwa taifa hili Bwana. Fanya tendo. Achilia uwezo wako Bwana, uwaguse na kuwatendea mema kwa jina la Yesu. Nakushukuru Mungu wangu, kwani tena unanisikia na unafanyia kila mmoja kulingana na imani aliyonayo. Unafanyia kila mmoja Bwana katika neema ya ibada ya asubuhi ya leo. Walio mbali nasi wanaotufuata Bwana, mkono wako ni mahali walipo. Bele niko tena kusonde connecte moro wali mahali hapa. Bwana ukutane na jamii zao.
Tunaomba baraka zako, tunaomba ushuhuda wako Bwana, tunaomba uaminifu wako kwa ajili ya maisha yetu, ni katika jina la Yesu, amen.